Ephraim. Ephraim tafsiri yake ni Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Mtoto wa pili wa Yusufu aliitwa Ephraim. Tafsiri yake ni Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 mstari wa 52. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41 na mstari wa 52, Biblia inasema, na wa pili akamuita jina lake Ephraim, maana alisema, Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Naweza ukaona reflection ndogo hapa ya asubuhi ya leo. Kielelezo kifupi hapa. Ephraim tafsiri yake ni Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu. Kupewa uzazi si uzazi wa kuzaa peke yake. Yusufu alipewa uzazi wa kuzaa, kiwango cha kuilisha dunia kwa miaka 7 ya njaa. Ni uzazi wa kuzaa. Kuzaa au tunapozungumzia uzazi katika nchi ya mateso ni kuzaa sana. Naona kule nchi inazaa sana, that is Egypt. Hiyo ni Misri. Kila kitu kinazaa sana. Ng'ombe wanazaa sana, kazi ya mikono yake inazaa sana, kila mahali panazaa sana. Na alizaa sio kwa kulisha familia. Kuna watu hapa hawana uzalishaji wa kutosha kulisha hausigeli na watoto 2 na paka. Mama Mari. Yaani watu wana uzalishaji wa kulisha dunia yenye njaa miaka 7. They have that power. Nguvu ya uzalishaji, nguvu ya kuzalisha, productivity power, nguvu ya kuzalisha, uwezo wa kuzalisha ulikuwa ndani yake kwa kiwango cha kulisha dunia kwa miaka 7. Akazaa mtoto akamuita Ephraim. Jamani, uangaliage vitu ambavyo wakati mwingine usiite mtoto kwa sababu umesikia watu wanaitwa. Kama nilikwenda kubatiza wakati fulani, nilikwenda misioni kubatiza huko Maisaini. Sasa ninabatiza, watu wanakuja, ni misioni. Namuuliza mama wa huko misioni, huko misioni yetu ya Maisaini, nikiwa mchungaji wa Kariakoo, mtoto anaitwa nani mama? ITV. Sasa kasema, Mungu wangu, hii ni kitu gani? Nikamwambia hapana, hawezi kuitwa hivyo. Aya, mwambie wewe unamhitaji. Sasa ni pale pale madhabahuni. Nasema huyu anaitwa Luka. Huyu wengine akaja. Nikamuuliza, mama mtoto na Barack Obama. Sasa nikamwambia nitabatiza hapa majina haya namna gani? Nikamwambia hapana mama, huyu hataitwa Barack Obama. Pengine mwingine nikamuita Luka, mwingine nikamuita Yohana, Mathayo. Sasa sinawaita pale madhabahuni. Nilipomaliza ibada akaja akaniambia, haya, hii ulibatiza umeita nani? Na mimi sikumbuki tena. Hii hapa uliita nani? Na hii hapa nyingine uliita nani? Kristo. Nikasema Mungu wangu, sasa hapa nakumbuka tena. Na mimi nikamwambia, wewe ukumbuke ile nilikwambia? Hapana, mimi nilikwambia aitwa ITV, wewe ukaleta jina yako. Nipe ile jina ambayo sasa umeita hii hapa. Nataka nikuambie hivi leo, Yusufu alizaa mtoto, na kuna nguvu kubwa katika majina ya watoto wetu. Na unapomwita mtoto jina kulingana na mahali ambako Mungu amekupa, sio lazima umuite Tabu au sio muite nani, mateso, hapana. Lakini kuna majina ambayo ni ya kinabii kwenye maisha ya kwako. Usite tu mtoto majina kwa sababu umesoma kwenye internet. Na wengine siku hizi mna Google. Kuna hata wengine wanakuja kubatiza hapa, na mwambiaga mchungaji Kuru asoma na jina la baba yake na ukoo wake. Maana yake majina yenyewe amea Google ni ya Kiebrania, sijui nani, Kiviti. Yaani sasa unajiuliza hii kitu gani? Wewe lewi hata namna ya kutamka. Lakini nataka nikuambie, Ephraim, Manase, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote. Manase, sahau mateso. Ephraim, Mungu amenipa kuzaa sana, uzazi katika nchi ya mateso yangu. Oh my God, ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Na mimi ninasimama kwenye hii madhabahu asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo.
Mungu akupe kuzaa sana katika nchi ya mateso yako. Wako wapi watu wachache ambao wananielewa asubuhi ya leo? Mungu akupe kuzaa sana, si kuzaa kwa idadi ya namba ya watoto. Productivity, uzalishaji wa kiwango kikubwa. Na mimi ninatangaza hivi leo, Mungu akupe kuzaa sana katika nchi ya mateso yako. Wako wapi watu wanaosema amina? Mahali palipokutesa katika maisha yako, tangu leo, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe na kwa nguvu ya neno la Mungu nililohubiri kwa siku hizi 40, tangu leo pakazae sana kwa jina la Yesu Kristo. Kama ungepokea usingeketi, kama ungepokea usingeketi. Kuna watu ambao umetembea kwa hasara, kuna watu ambao umefanya kazi za bure. Ninasimama kwenye madhabahu hii, ninakutangazia Ephraim, Mungu akupe kuzaa sana katika nchi ya mateso yako. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Haleluya! Wako wapi watu wanaosema amina? Ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu, mahali palipokutesa katika maisha yako, tangu leo, kwa mamlaka niliyopewa na Yesu Kristo mwenyewe na kwa nguvu ya neno la Mungu ninalohubiri na nililohubiri kwa siku 40, tangu leo pakazae sana, pakazae sana. Wako wapi wanaosema amina? Wako wapi wanaosema amina? Hiyo karama ikazae sana, hicho kipawa kikazae sana, hilo duka likazae sana, hiyo biashara ikazae sana, hiyo mradi ukazae sana, huo uwezo ukazae sana. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Wangempigia na Jehova. Hiyo miaka yako iliyobaki ikazae sana, hizo siku zako za kuishi duniani zikazae sana. Ninazitangaza kuwa Ephraim kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina. Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya! Unaweza ukaangalia reflection yetu hapa napozungumzia juu ya kuzaa sana. Unaweza ukaangalia reflection yetu fupi hapa asubuhi ya leo. Kuzaa sana. Ephraim tafsiri yake ni kuzaa sana, na Mungu ni Mungu ambaye ameamuru uzae sana sana, wala sio kidogo. Na Bwana Mungu anasema utazaa sana katika nchi ya mateso yako. Nami ninakutangazia na kukutamkia Ephraim. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Nasema ninakutamkia Ephraim. Naona watu wanakwenda kubadilisha mpaka vibao vya maduka yao. My God, my Lord. Ephraim, Ephraim, Mungu amenipa kuzaa sana. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Ninatangaza Ephraim asubuhi ya leo, na mimi nataka watu wachache ambao wakiondoka kwenye ibada hii, mahali ambako walipata hasara, mahali walitembea kwa mateso, na nenda kapatangaze kuwa Ephraim kwa jina la Yesu. Nyumba yako na itangaze kuwa Ephraim, familia yako na itangaze kuwa Ephraim, chochote unachokifanya na kitangazwe kuwa Ephraim. Wako wapi washindi wachache wanaosema amina? Wangempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Tangu leo pakazae sana. Sema amina. Pigie Jehova na vigelegele vya shangwe. Ninatangaza kwenye pulpiti hii ambayo nimehubiri kwa siku hizi 40 tangu leo, neema ya uzalishaji na kufikia dunia iwe sehemu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako watu wanaopokea hiyo neema ya uzalishaji, neema ya uzalishaji katika mikono yako. Hautazaa mapoza. Wako wapi watu wanaosema amina hapa? Hautazaa mapoza. Hiyo mikono yako ikiwa ilitembea kwenye utasa, ikiwa ilitembea kwenye jangwa, ilikuwa imetembea kwenye uharibifu, hiyo mikono iliyonyoshwa kuelekea kwenye hii madhabahu, ninaamuru tangu sasa ioshwe kwa damu ya Yesu, na neema ya kufikia ulimwengu katika uzalishaji na uwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Washindi wachache wangesema amina. Pigie Jehova vigelegele vya hayo. Makofi hayatoshi. Piga tena, Yesu asikie.